Mchezaji Stefan Aziz Ki ameondoka Wydad na kusajiliwa na Al Ittihad ya Libya. Klabu ya Al Ittihad Sport Club ya Libya imekamilisha rasmi usajili wa kiungo mshambuliaji Stefan Aziz Ki kutoka Wydad Athletic Club baada ya kununua mkataba wake kwa kiasi cha dola laki tano takriban shilingi bilioni 1.2. Kwa kukamilika kwa dili hilo, Stefan Aziz Ki sasa ni mali halali Al Ittihad Sport Club, hatua inayoongeza nguvu kubwa katika safu ya kiungo ya klabu hiyo. Usajili huo unaashiria dhamira Al Ittihad Sport Club kuwekeza kwa wachezaji wenye ubora na uzoefu wa hali ya juu. Safari ya Stefan Aziz Ki Young Africans Wydad hadi Al Ittihad ya Libya. Stefan Aziz Ki ni jina ambalo halihitaji maelezo marefu tena kwa mashabiki wa soka Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ni mchezaji ambaye safari yake ya soka imejaa nidhamu, maamuzi magumu, mafanikio na uthubutu wa kuchukua changamoto kubwa kila hatua ya maisha yake ya mpira. Aziz Ki akiwa na Young Africans. Aziz Ki alipotua ndani ya Young Africans Sport Club, wengi walimchukulia kama kiungo wa kawaida tu kutoka Afrika Magharibi, lakini haikuchukua muda mrefu sana kuonyesha kwamba huyu hakuwa mchezaji wa kawaida. Akiwa na Yanga aligeuka kuwa kiungo muhimu sana wa timu. Alikuwa injini ya mchezo, akicheza kama kiungo mkabaji, kiungo mshambuliaji na wakati mwingine kama playmaker. Aliongoza timu kwa nidhamu, uzoefu na utulivu mkubwa. Aziz Ki alikuwa mchezaji wa kupiga pasi sahihi, kupanga tempo ya mchezo, kufunga magoli muhimu na kuongoza vijana ndani na nje ya uwanja. Katika kipindi chake Yanga alichangia ubingwa wa ligi kuu Tanzania, mafanikio ya kimataifa hasa kwenye mashindano ya CAF, kuijenga Yanga heshima barani Afrika. Mashabiki wa Yanga walimpenda kwa sababu hakuwa mchezaji wa makeke, bali wa kazi aliongea kwa miguu yake. Uamuzi wa kuondoka Young Africans mwanzo wa changamoto mpya. Baada ya mafanikio makubwa akiwa na Young Africans, jina la Aziz Ki lilianza kuvutia klabu kubwa Afrika Kaskazini. Hatua yake ya kuondoka Yanga haikuwa rahisi, lakini ilikuwa ni maamuzi ya kimkakati katika taaluma yake. Aziz Ki alichagua kuondoka kwenye eneo la faraja, kuchukua changamoto mpya, kupanda ngazi ya ushindani, kujiunga na Wydad Casablanca, klabu kubwa Afrika. Klabu ya Wydad Athletic Club ya Morocco ni moja ya klabu kubwa zaidi barani Afrika, yenye historia, presha kubwa na matarajio makubwa kila msimu. Aziz Ki alipojiunga na Wydad alikumbana na ushindani mkubwa wa nafasi, mfumo wa soka na kasi na nguvu, matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki na viongozi. Licha ya changamoto hizo, Aziz Ki alionyesha nidhamu ya hali ya juu, uzoefu wa kimataifa, uwezo wa kucheza mechi kubwa. Hata hivyo, mazingira ya Wydad hayakuwa rafiki sana kwake kupata muda mrefu wa kucheza kama alivyokuwa Young Africans. Hili halikumpunguza thamani yake, bali liliongeza uzoefu na kumpa somo la soka la kiwango cha juu zaidi. Kuchaguliwa na Al Ittihad ya Libya, thamani yake yathibitishwa. Baada ya kipindi chake Morocco, klabu ya Al Ittihad Tripoli ya Libya ikaona thamani halisi ya Stefan Aziz Ki na kufanya uamuzi wa kumnunua rasmi. Huu ni ujumbe mzito sana kwamba Aziz Ki bado na kiwango cha juu, kwamba bado ni mchezaji anayeaminika, kwamba bado uzoefu wake unahitajika kwenye miradi mikubwa. Al Ittihad ni klabu yenye malengo makubwa ya ndani na Afrika, uwekezaji mkubwa, matarajio ya mafanikio ya haraka. Kwa Stefan Aziz Ki, hii ni nafasi ya kuwa muhimili mkuu wa timu, kuongoza kizazi kipya cha wachezaji, kuacha alama kwenye soka la Libya na Afrika Kaskazini. Maana ya safari ya Stefan Aziz Ki. Safari ya Stefan Aziz Ki inatufundisha mambo makubwa. Mafanikio yanahitaji subra. Kuondoka sehemu salama ni sehemu ya ukuaji. Nidhamu na akili ni muhimu kuliko makeke. Kutoka Tanzania, Morocco hadi Libya, Aziz Ki ameonyesha kwamba mchezaji wa Afrika anaweza kusafiri, kubadilika na kufanikiwa popote. Hiyo ndio safari ya Stefan Aziz Ki, mchezaji alipitia Yanga, akavaa jezi ya Wydad Casablanca na sasa kuaminiwa na Al Ittihad ya Libya. Je, ataacha alama gani mpya Libya? Je, uzoefu wake utaibadilisha Al Ittihad ya Libya? Endelea kufuatilia Malkia wa Soka. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa habari, uchambuzi na simulizi ndefu za soka letu la Afrika. Mimi ni Kunilizi, mpaka wakati mwingine. Endelea kusalia nasi, soka ni maisha kwetu.